Yes, niko mbali kabisa kando kando mwa jiji la Dar es Salaam hapa hapa Tanzania, lakini nilisema hapana, lazima tuendeleze session za kutaka kufahamu baadhi ya vitu kuelekea katika dabi hii ya Kariakoo. Na hapa ukiangalia mazingira ambayo nipo, utaona kabisa kwamba hii ni kando kando, haiwezi kuwa Kariakoo, haiwezi kuwa mjini. Hii ni nje ya jiji la Dar es Salaam. Sasa location X, lakini tunafahamu kabisa kwamba kuna dabi ya Kariakoo inakuja siku ya Machi mosi katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, na sio mara ya kwanza kwa dabi ya Kariakoo kuchezwa Zanzibar, lakini mara chache sana, au ni vitu ambavyo hatujazoea kuona katika ligi kuu, mechi ya dabi ikienda kuchezwa kule Zanzibar, ambako tayari kuna session ishafanya kuhusu uwanja wa Zanzibar na kunasibishwa na jina la Guantanamo Bay. Lakini mahususi ya session hii ni juu ya wachezaji wapya ambao wamesajiliwa, na sasa tunaanza kwa upande wa Young Africans, kwa maana wachezaji wapya ambao wamesajiliwa, hususan hawa wa kigeni ambao wameingia katika dirisha hili dogo, ambao bado hawajacheza dabi hii ya Kariakoo. Pressure zao zikoje huko walikotoka? Mechi zipi kubwa ambazo walicheza? Tutarajie kuona kitu cha namna gani kutoka kwa wachezaji hawa kutokana na mechi ambazo walicheza kutoka huko walikotoka. Kimsingi, kwa hawa nyota wote ambao wamesajiliwa na Young Africans kwenye dirisha hili dogo, hakuna mchezaji hata mmoja ambaye amewahi kucheza mechi yenye msisimko mkubwa kama dabi ya Kariakoo. Ujue Afrika kuna nchi chache sana ambazo zina dabi kama hii ya Kariakoo, kwa maana dabi ambayo ina tension ya nchi kwa ujumla, yani nchi yote inazungumza kuhusu hiyo mechi, pressure yake ni kubwa kuelekea katika hiyo mechi. Hata wachezaji sometimes wanaweza kawa wanapata uoga kuelekea katika hiyo mechi, na hiyo ipo hata kwa sisi watangazaji. Sometimes ukiambiwa unatangaza dabi ya Kariakoo bwana, kuna pressure inakuja namna gani ya kwenda kuifanya hii mechi, kutokana na ugumu na uzito wa hii mechi na namna ambavyo inachukua hisia. Sasa zipo nchi ambazo zimepiga hatua kisoka, lakini wanakosa timu mbili zenye ushindani mkubwa kama wa Simba na Yanga. Zipo timu ambazo zina ukinzani, lakini kama wa Simba na Yanga ni kitu cha tofauti. Sasa bila kupoteza muda, tukianza na mchezaji wa kwanza, Dilson Maria Aurelio Depu. Huyu ndio talk of the town kwa eneo la Young Africans. Ni mshambuliaji ambaye amekuja tu, ameanza makale katika ligi kuu, amescore katika michuano ya kimataifa, amescore pia. Depu anaonekana kuwa threat, anaonekana kuwa mchezaji tishio, na hata Simba wenyewe watakuwa wakimwangalia kwa jicho la tatu kutokana na uhodari wake wa kufumania nyavu. Sasa Depu ametokea Angola, Académica de Lobito, timu hiyo ya kwao huko Lobito ambako yeye anatokea, lakini klabu yake kubwa ndani ya Angola ambayo ameicheza ni Petros Atletico de Luanda. Hii ndio timu kubwa kwake kwa Angola, lakini hii ndio timu kubwa zaidi ndani ya Angola kwa maana ya ubora na fan base, idadi kubwa ya mashabiki. Sasa Petro ndani ya Angola, wapinzani wao wa karibu kabisa, yani mahasimu wao, niseme hivyo, kwamba hiyo mechi ikichezwa pale Angola ndio inakuwa na mashabiki wanakuwa wengi zaidi uwanjani, sometimes inakuwa hadi full house, ni dhidi ya Primeiro de Agosto. Primeiro de Agosto ni klabu ambayo iko chini ya jeshi la Angola. Yes, kwa mazingira huko nyumbani kama tuseme JWTZ, yani kama hii Mashujaa, na wao kwao ndio hii kwa maana ya Primeiro de Agosto. Lakini hii Petros Atletico de Luanda ni timu ambayo iko chini ya kampuni ya uzalishaji mafuta au uchimbaji mafuta ndani ya Angola, lakini zote hizi ni timu ambazo zina fan base ya kutosha. Kwa hivyo Depu tayari ameshakutana na Primeiro de Agosto, ameshawahi kucheza dabi hii ya Luanda. Kwa hiyo yeye anapoelekea katika Kariakoo dabi inakuwa mwendelezo wa dabi nyingine kama dabi ambayo amecheza huko, ingawaje kwenye uhalisia dabi hii ya Luanda haifanani na dabi ya Kariakoo. Dabi ya Luanda bado ina mapengo maeneo mengi. Tukiachana na Depu ambaye labda tunaweza tukamtetea pia katika engo ya exposure ambayo ameipata barani Ulaya kwenye coast ya Gil Vicente, baada ya kaenda zake Poland kule, lakini bado hizo timu hazina ukubwa wa daraja hilo la yeye kusema amekutana na pressure kubwa, anaenda kwenye Kariakoo yake dabi ya kwanza. Sijui kitu gani kitatokea kwa Depu. Mchezaji mwingine ni Starboy Alan Okello. Huyu bwana
kuna kitu waga nazungumzaga katika comment nikiwa namtangaza Alan Okello kwamba ni mchezaji ambaye wenyewe Waganda waliamini kwamba huyu ndo Mganda ambaye anakwenda kututoa kimasomaso. That time bwana Ali Samata anacheza EPL Aston Villa, kutoka Tanzania, kutoka Kenya Wanyama alikuwa akicheza Southampton, baadaye Tottenham Hotspur za pale England. Waliamini Waganda kwamba huyu ndo anakwenda kucheza EPL kwa maana ya Alan Okello, kwa sababu tangu ikiwa shule ya msingi huko alikuwa anaburuza, hata sekondari na kadhalika, akawa anashinda hizi tuzo za mchezaji bora kijana mara nyingi sana. Amesumbua sana Alan. Magazeti, vyombo vya habari mbalimbali vilimzungumzia Alan kwa mapana zaidi, wakiamini ni mchezaji ambaye anakwenda kuatoa kimasomaso. Akiwa na KCCA performance ilikuwa nzuri, na ndio timu ambayo ilintroduce katika game ya Uganda. Baadaye alivyoenda Paradu ya Algeria alishindwa ndani ya Paradu. Kwa hiyo pale ndo Waganda wakaanza kuweka question mark, sasa kama ameshindwa Algeria, mambo yatakuwa vipi kwenye safari yake huko mbele? Kwa hiyo Alan Okello akachagua kurudi nyumbani, akajiunga na KCCA kwa mkopo, baadaye to the Vipers. Kwa hiyo akiwa ndani ya Uganda bwana, timu zao mbili shindani kabisa, yani ndo Simba na Yanga yao ni Sports Club Villa wanapocheza na Express. Hizo ndo Simba na Yanga. Yeye hajachezea hizo timu zote mbili, amecheza KCCA, of course ni timu ambayo ina nguvu, Vipers ni timu ambayo ina nguvu kiuchumi na performance na mafanikio, lakini Sports Club Villa na Express ndo timu zenye watu wengi. Sasa yeye akiwa na Vipers, akiwa na KCCA, ameshacheza dhidi ya Sports Club Villa, ameshacheza dhidi ya Express. Kwa hiyo na yeye amecheza mechi zenye nzito kwa kule Uganda, ingawaje walisia wanabaki pale pale kwamba hazina huo uzito kama kwa Simba na Yanga. Kwa hiyo pressure itakuwepo kidogo, lakini kwa sababu ameshacheza hizi dabi kubwa kubwa, inawezekana ikamsaidia kwa namna moja au nyingine. Tukisalia hapo hapo, mchezaji mwingine kutoka Young Africans ni Mohamed Damaro Kamara. Huyu bwana tunafahamu sasa hivi kuna vitu vingi vinaendelea huko mtandaoni, vitu ambavyo sisi hatujavithibitisha kwa maana ya uhalali. Inaelezwa kwamba unahojiwa uhalali wa Mohamed Damaro Kamara kuwepo ndani ya kikosi cha Young Africans, lakini ni kitu ambacho hatujakithibitisha kwa undani, kwa sababu wenyewe klabu ya Simba ambayo inaelezwa kwamba wao ndo wamekata rufaa juu ya hilo hawajaja hadharani na kueleza. Lakini Mohamed Damaro Kamara huyu ni kiungo wa kiulinzi, ni kiungo ambaye ametokea kwenye kosi ya Singida Black Stars kabla ya Young Africans, lakini kabla ya hapo pia alitoka kwao kule Guinea kule, alikuwa akicheza kwenye kosi cha Hafia. Hafia ni timu kubwa sana ndani ya Guinea. Hawa ni mabingwa mara 3 wa klabu bingwa Afrika kwenye miaka ya 70 huku. Ni timu ambayo imekuwa ikiwakilisha Guinea kwa miaka mingi katika michuano ya kimataifa. Baadaye kaja Horoya Athletic, ndo hii sasa hivi inafanya vizuri ndani ya Guinea. Lakini huyu yeye ametokea ndani ya kikosi cha Hafia. Sasa Hafia na Horoya, hii ni dabi ya Conakry, ni mechi nzito kwelikweli. So anakwenda kuingia katika hii dabi akiwa tayari ana exposure ya kucheza mechi za kaliba hii kwa huko alikotoka. Mchezaji mwingine ni Lassine Kouma. Huyu Lassine Kouma ni kiungo wa ushambuliaji ambaye anatokea Mali, na yeye amepita kwenye kikosi cha Stade Malien. Malien Stade ni timu kubwa ndani ya Mali, of course ndo greatest club of all time, ndo GOAT wa kandanda ya Mali, na yeye kuwa captain wa kikosi hiko cha Stade Malien ambacho kilimlea na ndo kimemfanya atambulike katika ramani ya soka. Sasa Lassine Kouma yeye bwana amecheza Le Grand Derby. Hii ni dabi ya Bamako kati ya Stade Malien dhidi ya Joliba Athletic Club. Hii ni timu nyingine ambayo iko pale pale ndani ya Bamako, na ndo wanatengeneza hiyo dabi ya Le Grand wanapokutana hawa wawili. So hii mechi inakwenda kuwa kali, inakwenda kuwa ngumu. Hawa wachezaji ambao nimewataja hapo wanne ndio wachezaji ambao angalau wamecheza mechi zenye ushindani kwa huko walikotoka, lakini wachezaji wengine kama kina Buba kacheza timu za kawaida tu pale ndani ya Angola, timu ambazo hazina ushindani wa daraja la Petro na daraja la Primeiro de Agosto. Anyways, hiyo ni kwa upande wa Young Africans na wachezaji wao ambao wamepata exposure. So tutarajie kuona wakionyesha utofauti katika dabi hii ya Kariakoo. Wewe kwa upande wako unaona wachezaji hawa wanaingia moja kwa moja kwenda kuwasha moto kwa hatari kupitia hizo exposure ambazo wamezipata, au unaona bado dabi ya Kariakoo isifananishwe na hizo dabi nyingine? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.